yako. Lakini wiki ambayo tuko mahali hapa, Bwana nalo kusudi na maisha yako. Nimetembea sehemu nyingi sana. Wakati juzi nipo pale Dar es Salaam nyumbani, nikapigiwa simu na mtu akaniambia, mtumishi wa Mungu, njoo wapi? Njoo Mloganzila. Nikaenda Mloganzila hospitalini pale. Wangapi mnaisikia Mloganzila hospitalini pale? Naisikia tu. Ni hospitali kubwa sana ile pale. Mama moja yuko pale amelazwa, ana binti yake mkubwa amelazwa. Wanachukua barafu za kwenye friji wanamwekea kwenye mwili wake, barafu zile zinayeyuka zote. Yaani alikuwa na joto ambayo imepitiliza. Usiku akawa anajua tayari anakata roho. Wakanipigia simu asubuhi, nikaondoka na mke wangu. Nikamwambia watu waende hospitali huko, kimeshawaka huko. Nikafika pale sana, hata kuulizia wale jamaa. Nikapanda mpaka juu ghorofani ya 6 kule. Nimefika pale nilivyoingia ndani, nikawahi mama alivyonitazama, wakaanza kulia mle ndani kwenye hodi. Walipolia nikamwambia msilibe, Bwana amekuja mahali hapa. Yule mtoto yule binti nilipofika, nikagusa kwenye mwili wake, amejifunika shuka, lakini nguo yake kiweka mkono hivi, unasikia kama kuna moto. Unasikia kama moto. Nikasema hapa nataka Bwana nikuone wewe, maana watu hawa wamekata tamaa. Wakati nikasema Bwana, nataka shetani kimya kimya, nataka kumwachia usipige kelele ndani ya hodi. Nikasema katika jina la Yesu, hebu mwachie. Kumaliza maombi tu, yule mtu kanyanyuka hapo hapo, akabaki wanashangaa. Sikiliza. Niko naonyesha ndugu zangu pale. Ikaitwa Mbagala huko Dar es Salaam Mbagala. Mama moja amejifungua. Kajifungua mtoto mchanga kama mwezi mmoja. Kila kinyonyesha anapiga kelele analia. Kila kinyonyesha anapiga kelele analia. Kumbe kuja kwenda kumpeleka usali wakuta na moyo mkubwa. Kwa katoto kama mwezi mmoja akazuiliwa asinyonyeshe tena. Nikaitwa tena nikaenda huko. Tumisha Mungu njoo huko, nikaenda. Kumbe kuna magonjwa ya kupandikizwa na wanadamu. Nilipofika yule mama ameshakonda, amekuwa mwembamba kama chupa. Nikamtazama kwa huruma, nikamwambia, Yesu wangu, ulianiokoa kwenye ghorofa uko wapi? Nataka onekane mahali hapa ili watu wakujue ndani ya mji huu. Wakati naanza kumwita Bwana, nilipoanza kuita tu, yule mama karipuka, akasema sio yeye, ni sisi tumetumwa ili asionyeshe, atoka ndoa yake iachanike. Nikasema kwa jina la Yesu, leo ni mzima, nimemaliza maombi, akae mzima wa afya katika jina la Yesu aliye hai. Yesu ni mzuri sana. Amen. Sikiliza mtu wa Mungu. Wamama mpo? Tupo. Mpo wa mama? Tupo. Mimi nakwenda afu nakupa na ushuhuda uliotokea maisha yangu. Nimeokoka na niona nimeoa ndoa nzuri, lakini nimekaa miaka 10 bila kuwa na mtoto. Wakati nimekaa miaka 10 bila kuwa na mtoto, watu wakaanza, wengine wanakuja kwa mke yangu, ambia sasa, wanaambia angalia mali zote mlizonazo, atarithi nani, atakula nani? Mama kanaambia, baba, kuliko nasanishi kwenye ndoa bora nijiue. Nikaambia, wewe mwe, usilete mambo ya kihehe hapa. Usilete mambo ya kihehe hapa. Nakuondoa sasa hivi. Utaenda jehanamu afu mimi nitabaki. Nikamwambia usirudie kabisa, sisi watu na tabia hiyo. Ukijinyonga unaenda mwenyewe. Wengine wakaanza kusema kuna mama moja yuko Tanga na ziwa moja, akimpa dawa tu anapata mtoto. Nikamwambia usinetee majini hapa. Hilo mtoto likizaliwa ni kwenda kung'ata kwenye maziwa. Unakaona nisumbua hapa, sitaki kuyaona. Kwa jina la Yesu nakataa. Mama akasema nitaishije sasa hivi? Nikamwambia wewe si wakati na kuwa na mtoto, wala mimi sikuwa na mtoto. Kwa hiyo Bwana ndiye anayejua. Zaidi ya miaka 10 bila kuwa na mtoto, lakini wakati ulipofika mama majeshi mtumikiaye akafanya muujiza. Leo tuna watoto katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Amina. Ukikumbuka kuna mwaka fulani kulikuwa na mlipuko wa injili, afu kwenye TV kuna maandishi yalikuwa yanapita pale, mtumishi wa Mungu apata mtoto zaidi ya kukaa miaka 10 kwenye ndoa. Nimesahau na magazeti ningekuonyesha, maana waandishi wa habari walikuja mpaka nyumbani kuniangalia. Mtu aliyekaa miaka 10 bila kuwa na mtoto halafu amepata mtoto. Wakaniuliza umefanyaje? Nikamwambia ni maombi kutoka kwa Bwana, na Bwana amejibu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Lakini haikutosha, nimefiwa watoto 5. Unasemaje hapo? Kama huna Yesu unafanyaje?
Alafu wewe unakaa jaribu kadogo, halafu unaanza kusema Yesu hayupo. Unaacha na wokovu. Hebu niambie, watoto 5. Mtoto wa kwanza alikaa zaidi ya mwezi mmoja. Alafu akafa, umekaa miaka 10. Alafu baadaye mama akapata ujauzito, akazaa mapacha 2 wa kiume wanaofanana na baba yake mwenye anayehubiri hapa. Alafu mmoja amekaa wiki moja. Alafu wiki ya pili tena mwingine naye tena kaondoka. Akaanza kuniambia haiwezekani mtumishi. Kuna mtu anafanya mchezo, anafanya mchezo, asifanye mchezo, na mtu aliyeniita ni mtetezi wangu. Amina. Hata kwenye ghorofa bado yuko anatenda. Nimekaa tena yuko nimekaa, mama akapata ujauzito. Tukapata tena mtoto mwingine wa kike. Na yeye tena amekaa mwezi mmoja na akatangulia akaondoka. Nikashangaa nikamwambia Bwana, bado sitakuacha wewe. Hata aibu hakuweza kukuacha wewe. Na sitaona siku ya kuzaliwa kwangu. Nikamwambia Bwana uko wapi? Nikaenda kukaa na mlilia Bwana. Na mlilia Bwana tena nikamwambia Bwana, imetosha msalaba huu Bwana, niondoke. Ananiambia mapenzi yangu yakutosha. Nimekuita ukanitumikie mataifa yote. Nikamwambia Bwana, imetosha kikombe hiki. Lakini akanambia Bwana, mimi nimekuita, mimi ni Mungu. Bwana ni Mungu aliye hai. Si Mungu aliyefu. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nisikilize nikwambie. Sikia matendo makuu ya Mungu. Ilikuwa ni juzi tu mwaka jana tena. Mama akapata ujauzito, akajifungua Muhimbili, mtoto kabaki Muhimbili pale. Kwa hiyo atimiza watoto wangapi? Watoto 5. Wakati nipo pale Muhimbili akaugua sana. Akaugua mno. Madaktari wa Muhimbili walishindwa. Madaktari wa Muhimbili. Sikiliza tena ushuhuda mzito. Sisi wao mnajua tukioa mke hatumpigi kofi wala ngumi wala mateke. Sisi ngumi yetu ni kitenge. Nikamtandika vitenge zaidi ya doti 20 ambazo zijakata. Amina. Wakati lakini alipoumwa, sikiliza alionyesha pasa mpaka kaogopa. Sikia muujiza wa Bwana utenda. Mama akaisha, akabaki hata ni maiki ni kubwa. Hii maiki imenenepa hii. Wale ikifika saa 2 nilikuwa nakamua doti 20 vitenge vyote vinajaa usaha. Vinajaa usaha. Nikishamaliza na kwenda kuweka kwenye maji. Halafu mbwa wanakuja wanazabua vile vitenge wanaondoka navyo. Halafu na kama wanafunza ndio wanatoka. Nikiwa mlimani kwenye maombi. Nikamwambia Bwana, jaribu hili ni mzito. Jaribu hili imetosha Bwana. Imetosha ili nikutumikie, nione matendo makubwa. Nataka nione uponyaji kwa mke wangu. Nikamwambia mama, weka simu. Watu walikuwa wakija pale nyumbani kunitembelea, mchungaji, tumekuja kumwona mama. Na wastopisha, simameni nje. Maana nyumba ukiingia inanuka, ni mzoga kama amekufa zaidi ya mwezi mzima. Lakini kiwa mlimani na mlingana na Mungu wangu, madaktari wameshindwa Muhimbili. Nikamwambia mama, weka simu. Shika mguu wako mama. Wakati naomba nikiwa mlimani, nilisikia kwenye simu. Yani nashuka kutoka mlimani, nikakuta ile donda lote limeshafunga. Wakati mfuko ulikuwa unaonekana, nikasimulia matendo makuu ya Bwana. Mke wangu amerudi, nimeomba kuliko rembo wengine. Katika jina la Yesu aliye hai. Bwana anatenda. Ukimtumania Bwana, hata kama ni maji moto juu ya suri, lakini watu wamefungwa kiushirikina, wamefungwa kiuganga, lakini leo wiki hii utaona matendo makuu ya Bwana. Bwana kutenda, biashara yako itainuka, ndoa yako itainuka, mahusiano yako yatarejea katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Kwenye ndoa miaka 10, wachungaji wengine sio hawa, lakini wa siku hizi hawa wameokoka. Mingine inaniambia, mchungaji, ingekuwa mimi ningemsaliti mke nikaenda nje. Nasema shetani toka.
Toka mbele yangu kabisa. Isikone mbele yangu. Wachungaji kabisa. Wachungaji kabisa. Miaka 10 huna mtoto. Alafu unamtumikia Mungu. Isikilize mtu wa Mungu. Ikiwa nimelala wakati mke wangu anaumwa hivyo, ikaonyeshwa watu watatu wamejifunga manguo meusi, wananiambia, wanasema huyu hatumuwezi, tumchukue mke wake na mtoto. Lakini kamwambia Bwana, hachukui mtu hapa. Niliposituka niliomba maombi. Wakati nimeomba ile maombi, nikasikia nyuma ya nyumba kumedondoka kama gogo kubwa. Nikafungua mlango nikaenda kuangalia gogo, sikuliona. Lakini kwa jina la Bwana majeshi, wanatenda mambo ya ajabu. Na wakitembea watu wanashangaa, wanasema ni ile maiti iliyokuwa imekufa lakini leo imefufuka. Huyu Yesu ni mzuri sana. Ukija Dar es Salaam, ukiuza madukani, ukiuza makorungo, utaambia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Pius. Huyo ndiye tunamjua wetu. Kwa hiyo sina Yesu aliye hai. Kwa wewe Bwana anaweza. Bwana anaweza kutendea. Wewe uko hapa unalia na ndoa yako, lakini lazima jioni hii roho Bwana anaweza kutenda kitu kwako. Amina. Amina. Alafu nasema wewe umepata kajaribu kidogo, nasema kuokoka hamna. Wewe umeshausikia ushuhuda kama huu sana. Hata mama si mnaogopa. Miaka 10 una mtoto, alafu watoto 5 wote wameondoka. Alafu mtoto niliye naye mwenyewe nitumia zaidi ya milioni 15. Sikiliza, na alizaliwa kimeujiza miujiza. Nimekwenda hospitali dakika ya mwisho kila siku. Wakati mama pata ujauzito kwa natumia 300,000 kila siku. Kila siku 300,000, 400,000 kila siku mpaka dakika ya mwisho. Wakati nimekwenda pale hospitalini, vipimo vikilionyesha mwezi fulani ndipo mama tajifungua. Madaktari mlioko hapa, mama alifikia mahali tumbo kitawala cha 5 kwa 6. Nilimwachia la peke yake hatutoshi. Tumbo zito mpaka kule. Tumbo linaachia magamba. Wakati yule daktari akaniambia leta 200,000, nikampa 200,000. Akaniambia leta shilingi 60, kuna dawa ambayo inatakiwa. Nikamwambia hizo hapo. Akaniambia hizo dawa hazipo. Akaniambia nenda duka fulani utazikuta dawa hizo. Nilipokwenda kwenye duka, zile dawa zinauzwa shilingi 2,000 tu. Kutoka shilingi 60,000. Sikiliza hapo. Nikamwambia mama, nikatoka kwenye duka nikaambia na mjamkini haziko vizuri, nikaenda duka lingine. Nikaambia mabinti wanaruka wakiona sura za wanaume, wengine macho yanatoka pia. Nikaambia shetani toka wewe huwezi kunifanya chochote. Nikaambia duka, nikaambia wewe mzee njoo hapa. Hebu niambie hizi dawa shilingi ngapi? Akaniambia baba hizi dawa ni shilingi 2,000. Nikaambia usinitanie. Hebu angalia kicheti kinasemaje dawa hizi. Akastuka shilingi 60,000. Mbona hizi dawa ni 2,000? Nikaambia nikatoka nikaenda duka lingine. Akaniambia leta 2,000. Alaspale kwenye kioo ameandika usiegemee kwenye kioo, chini makosa. Mimi nilipiga uso wangu wa parau kwenye kioo pale, maana akili kwa imeshachanganikiwa. Nikasema sasa imetosha tena. Nikaenda kwenye gari, mama alipo kwenye gari, maana niliondoka naye na watu wamemsiliza kwa mle ndani. Nikafungua mlango wake, nikaingia kwenye tumbo, nikalipiga kichwa. Nikasema kama nikufa basi tena. Nikasema sina kupeleka usarini, nataka Bwana aonekane mwenyewe. Wakati mwezi wa kwanza wa pili, ndipo sauti ikashuka kwa askofu wangu kiongozi Zakaria Igundu. Ukifika Mbezi parishi misheni pale, ukiuliza askofu Zakaria Igundu utamkuta yuko pale. Ndio Mungu aliyesema naye. Akamaniambia pasa wangu, nenda mama mpeleka usarini. Nikamwambia siwezi kwenda usarini, maana umekula fedha nyingi sana. Akaniambia Mungu ameniambia imetosha mateso mama, nenda mpeleka usarini. Nisikilize. Ndio. Nikasema simpeleki ile hospitali kubwa niliyokuwa nampeleka. Kama ni Mungu amesema, ngoja nimpeleke hospitali nyingine. Nikampeleka hospitali nyingine. Nilipokwenda hospitali, angalia kilichotokea. Halafu hana uchungu wote, hana chochote ndani yote.
akitembea hapo nafikiri bosi wa wapi, sijitumbo lile kule linatangulia mbele na mwangalia, nasema wewe mrembo wangu, mbona umekuwa hivyo? Mwe wa hawa tunasema wewe mwe ina goja wewe kama mwe na mwangalia mama, nikasema sasa imetosha. Nikaenda kwa hospitali, nilipomwona hospitali wakasema madaktari wanasema hatujawahi kuona jambo kama hili tangu tumekuwa madaktari, hii tumbo sio la kawaida. Nikamwambia Mungu yupo tu. Wale madaktari wasema sasa kuanzia asubuhi saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Mimi wakati nimeshachanganikiwa, nimepigiwa simu na askofu, nikampigia simu kiongozi wangu, mchungaji wangu, wakati niko bado ni mzee wa kanisa. Nikamwambia mchungaji, askofu amenipigia simu ananiambia nimpeleke mama hospitalini, lakini baada ya kumpeleka mama, unaonaje nikaenda mimi? Na mchungaji akaniambia, mchungaji mzee wangu umechanganike, kwani wewe ndio mjamzito? Nikasema nimeshasahau, kumbe mama ndio atakuwa nimpeleke hospitalini, sio mimi tena. Nisikilize mtu wa Mungu, nilipompeleka yule mama ile hospitalini, kuanzia asubuhi saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, 11 madaktari ndio wanakuja, wanasema tunataka taarifa za mtu huyu alipokuwa anahudumiwa. Sasa kule nikawapa, wakaniangalia wakasema mjinga ndio aliwao mama. Yaani kumbe na upara wangu wote nimegeuka kuwa mjinga. Nikawaangalia wale madaktari, wakaniambia sasa, kwa nini ulikuwa unalewa fedha zote hizi? Kwa nini kuna pesa zote hizi? Nikaambia anajua Bwana, ilikuwa na ukoa uhai wa mama, lakini sio fedha. Maana fedha haimalizi matatizo, ibali matatizo ndio yanamaliza fedha. Nikaambia sasa inakuwa, akaambia sasa tunatukuandikia barua ya rufaa uende Tumbi. Waliponiandikia nikaenda Tumbi. Nimefika Tumbi nao wakasema tupe taarifa sahihi hizo sahihi ambayo alikuwa anahudumia mama anahudumiwa. Nikaonyesha zile taarifa, akasema hapana, hizi idadi. Wakapiga hesabu ya total pale, wakakuta kuna milioni 15. Akasema tunaomba utuachie sisi tuwe mawakili, lakini tumpeleke huyu mtu kwenye vyombo vya sheria, tumkamate, urudishiwe fedha zako. Nikaambia ziacheni, nachomtaka namtaka Bwana kwa ajili ya tumbo la mama huyo ili aweze kujifungua. Wakamfanyia operation yule mama. Kwa operation ile pale mtoto akatoka ana uzito wa kilo 5 na gramu 300. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mtoto mkubwa. Wakati napeleka jina lake aitwa Grace, nimeingia mle ndani. Nilipoingia ndani, wakati naingia tunafika, ikasikia sauti, usimwite Grace, ataitwa Dorcas mtoto huyu. Kaja Dorcas. Kitoto kilinitazama, nilikiambia wewe ndio utakuwa Dorcas. Nilipokitazama kikaniangalia, kikafumba macho kama ni kitoto kimekaa zaidi ya miezi 4 kimeshazaliwa, kikafumba macho. Sikiliza kilichotokea. Magari yalimimika kuja kuangalia ni mtoto aina gani. Tulipofika nyumbani, mtoto kila anayekuja nyumbani anasema msimtoe nje, huyo mtu sio mzuri kwangu, ana jambo la kutaka kunizuru. Nikaona mambo ya ajabu mno. Leo anaitwa Dorcas, anaitwa ni mtumishi wa Mungu, maana namuona Bwana kupitia mtoto huyo. Na maana siachi kumtumikia Bwana maisha yangu yote. Hata leo uliyefungwa, Bwana anaweza kufungua maisha yako ukiamini Injili, ukimwamini Yesu, ukiachana na njia za uganga, ukiachana na njia za matambiko. Yesu tu peke yake anaweza kufungua. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Wanaume wenzangu, kwenye ndoa miezi 2 tu, mwezi mmoja, mwaka mmoja, unasema unajaza choo. Wewe unapeleka wapi? Ndio hapo. Mawifi nao kielele sana. Asante Mungu akubali, utendee mema. Bwana fute machozi yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, majira kama haya mwakani, asimulie historia iliyobaka. Baba, kainua maisha yake, ukamtendea kama ulivyonitendea katika jina la Yesu Kristo. Na achiria neema na nguvu juu yako. Baba, achiria Bwana, achiria neema Bwana juu ya mama huyo, ukamtoa kwenye mateso na dhiki katika jina la Yesu. Ribo shakara. Ribo shakara. Usiogope, Bwana yupo. Usiogope. Najua mateso namna hiyo, lakini
Kilio changu ninapopita ni juu ya wamama matumbo yao yaliyofungwa na kushikiwa na adui. Njia pekee ni Yesu pekee. Siku moja tutafutwa machozi, nitaona watoto wangu mbinguni kwa Baba. Amen. Nitamwona Bwana akinifuta machozi yangu iliyolia. Watoto wangu nitawaona. Nitamtumikia Bwana maisha yangu yote. Nilichagua njia pekee ya kumtumikia Yesu. Simama pale ulipo mtu wa Mungu. Simama pale ulipo mtu wa Mungu. Simama pale ulipo na una uwepo wa Bwana. Naziona nguvu za Bwana zikitembea mahali hapa. Watu wengi wamefungwa na mateso mbalimbali. Ribosha karabo. Nitaona watoto wangu. Nitamwona Bwana akinifuta machozi. Injili unayosikia wana wa Mungu, isikilize mtu wa Mungu. Makutano haya Bwana anakusudia maisha yako. Unataka Bwana kutendea nini mwana wa Mungu? Nimemwona Bwana kwenye maisha yangu. Bwana hakuniacha maisha yangu. Bwana yuko hapa kuwatendea wamama. Wamama ambao mnalia, mna vilio vingi. Bwana yuko mahali hapa. Amenituma mji wa maji moto. Ametuweka mahali hapa Bwana wa Mungu. Nikimaliza mkutano kwa naelekea Kigoma. Kuna watu wanalia wanahitaji huduma. Wengine wanalia wanasema utumishi njoo. Bwana yuko mahali hapa Bwana wa Mungu. Nasiona nguvu za Bwana zikitembea. Wamama umekwenda vilio vingi. Umekwenda kwa waganga haijawezekana. Umekuwa dawa za kila aina. Haijawezekana. Lakini jioni hii ya leo Bwana anakwenda kutenda mambo makubwa. Bwana anakwenda kutenda mambo makubwa juu ya maisha yako yote. Biashara yako iliyofungwa, ndoa yako iliyofungwa. Namwona Bwana kwa makutano haya. Namwona Bwana kwa makutano haya. Ukimwamini Yesu atakutendea na kukuvusha. Rabo shakarabo. Rabo shakarabo. Rabo shakarabo. Rabo shakarabo. Ukiwa umesimama miguu yako. Unasema mtumishi, niko hapa ndani ya mji wa maji moto, lakini maisha yangu yamekuwa ni ya shida. Umekwenda kwa waganga haijawezekana. Umekwenda umekula kuku zako. Waganga hawakwambia leta matembele. Wanakwambia leta kuku, leta mbuzi, leta kondoo aliyonona. Lakini wanakwambia leta matembele. Hawajakwambia basi siku moja. Lakini jina la Yesu lipitalo majina yote litatenda jioni hii ya leo. Ukiamini Bwana atatenda mahali hapa kwa ajili ya utukufu wake. Waimbaji wangu, nataka wote wimbo mahali hapa tunataka kuimba wimbo. Wakati watu hawa wamesimama mbele yako, wakiwa wamesimama, nataka mtu anayesema mtumishi niko hapa, nahitaji Bwana kutoka kwenye vifungo hivi. Yamkini umeteseka sana mtu wa Mungu. Yamkini umekuwa na mateso kwenye maisha yako. Yamkini umekuwa na vifungo vinatesa maisha yako. Lakini jioni hii ya leo, huyu Bwana ndiye mtumikia na kutenda jambo. Watumishi wa Mungu wamejipanga tuko mahali hapa ili kwa ajili ya kudhihirisha ukuu wa Bwana. Yamkini umefungwa tumbo muda mrefu.
Yamkini ndugu zako wamekukataa, yamkini ndugu zako wamekwambia haufai, wengine wamekudharau, wamekubeza, lakini heshima yako inaenda kurejewa, heshima yako inaenda kurejeshwa jioni ya leo. Ukimwamini huyu Yesu, ukimwamini jina la Yesu. Jina la Yesu ni dawa, jina la Yesu linafungua, jina la Yesu linaponya, jina la Yesu linainua, jina la Yesu linarejesha. Bwana, hakuna jina linalopewa wanadamu chini ya mbingu hii, ni jina la Yesu peke yake. Wewe unayesema niko hapa, yamkini unahitaji kumpa Yesu maisha yako, unahitaji kuchukua muda na kuchelewa. Yamkini uko kwenye mateso na vifungo mbalimbali, lakini nimekuletea habari njema jioni hii ya leo. Njia pekee ni ya Yesu tu peke yake. Yesu tu ndiye anaweza kukufungua kutoka kwenye mateso. Ukimwamini Yesu jioni hii ya leo, utaona mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Wangapi wanasema basi mateso haya, kumbe na mimi sikujua. Nilienda kwa ganga kienyeji, wakala kuku zangu na mbuzi zangu, lakini jioni hii nimetambua yuko mtumishi wa Mungu aliyepita, lakini Bwana amemwinua, lakini Bwana akitenda makubwa. Na wewe jioni hii ya leo, Bwana yuko kwenye kutembea.